Hatimaye tena tumerejea nyumbani na huyu hapa anamuita DJ Murphy kutoka Full Respect Family. Hebu twende na hii hapa. Siku zote kazi kubwa ya magaidi duniani ni moja: kuhakikisha wanaigombanisha serikali iliyoko madarakani na wananchi, au kusababisha serikali iliyoko madarakani kulaumiwa na wananchi. Hivyo basi hufanya vitu vingi sana tofauti kwa kuifanya serikali ipate kulaumika. Moja katika mambo hufanya pia ni kama vile kufanya milipuko ya mabomu, kama jinsi ambavyo tumeweza kuona katika nchi nyingi duniani. Ishu ya ugaidi imepewa kipaumbele zaidi katika kurudisha nyuma maendeleo ya taifa fulani. Basi leo kuna mwamba mmoja alikuwa katika chumba chake cha siri. Alikuwa katika harakati za kutekeleza kazi moja nzito ambayo alikuwa amekabidhiwa siku chache zilizopita. Na kazi hii ilikuwa ni kazi ya kufanya mauaji kwa njia ya bomu. Kwa hiyo katika chumba chake cha siri alikuwa anaandaa bomu moja kubwa sana lenye uwezo mkubwa wa kusambaratisha mamilioni ya watu. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ni kazi nzito mno. Basi Njemba alikuwa iko busy bado katika chumba hichi. Hebu tuone basi nini madhara yake na nini faida, nini kinakwenda kutokea. Kazi ilimgharimu muda mrefu kidogo, kwa pia ni kazi ambayo inahitaji umakini mkubwa. Kama hatofanya katika usawa na umakini unaostahili, basi inawezekana talikamlipukia mwenyewe. Kwa alikuwa makini mno, ndio maana mijasho inamshuka titiri tetere, kwa sababu anajua tu akicheza vibaya basi atakuwa wa kwanza kutolewa sadaka kabla ya wale leo watarajia. Okay, kazi ilikuwa ikiendelea. Akafanya vipimo vyote, akahakisha kwa mambo yako safi. Sasa namna alivyokuwa ameseti bomu lake hili, ameliseti katika system ya kwenye simu. Kwamba kutoka na connection kati ya bomu na simu. Sasa simu itakuwa ni kama remote control ya kuicontrol bomu, kwamba ana uwezo kulilipua bomu akiwa katika umbali wote kupitia system ya simu, yani network. Kama jinsi unavyompigia mtu simu kwa sehemu fulani anapokea sehemu fulani, basi system hiyo ndio jamaa anaitengeneza, ambaye ni system rahisi na kiutaalamu zaidi. Aliseti mambo yote iko fresh. Kasomea wapi? Hilo ni swali la kujiuliza. Kajifunzia wapi? Hautaki kufahamu, lakini yeye yuko kikazi zaidi. Kaseti kwenye kasimu kadogo pale kwenye alama ya okay. Akiminya okay, maana ngoma inajibu kule, mambo yanakuwa ni bam bam bab kubwa. Cheke shuli hapa. Kaseti kila kitu kiko safi. Akafanya majaribio pale. Kaona basi kazi aliyofanya kwa muda mrefu hatimaye imekamilika. Ulikuwa ni usiku wa kutisha, na ni usiku uliomgharimu masaa mengi ya kuwa makini sana mwamba. Basi baadaye anacheka kwa furaha kubwa. Picha wanaita nchi yangu. Siku inayofuata asubuhi ilikuwa ni siku ya kutekeleza kazi ambaye mwamba huyu alifanya kwa muda mrefu, na ameahidiwa kitita kikubwa cha pesa katika sehemu fulani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kulikuwa kuna mkusanyiko mkubwa wa watu kutoka katika sehemu mbalimbali. Walikuwa wamekuja kwa sababu ya kupata matibabu, kulingana na jinsi ambavyo serikali iliweza kutangaza kutapatikana matibabu ya bure kwa watu wenye magonjwa sugu. Hivyo watu kutoka sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, vijiji na sehemu zingine walikuja kwa ajili kupata matibabu. Masikini ya Mungu pasipokujua kwamba siku hii haikuwa siku salama sana kwao. Katika mkusanyiko mkubwa wa watu hivi ndo mahali ambapo huwa magaidi wanafanya kazi. Jamaa baada ya kumaliza shughuli zake usiku ule, asubuhi inafuata alipiga pamba fresh. Ukimcheki huwezi kumjua.
utajua ni raia wa kawaida tu, lakini kumbe anajua anachokifanya. Sasa eneo hili na ulinzi mkali, polisi wako makini kweli, lakini watu ni wengi pia kulingana na polisi walivyo. Kwa hiyo kuzidi polisi walivyo, kwa hiyo si rahisi sana polisi kujua watu wote waliokuwa hapa. Yuko na bomu lake mkononi, kalifunga fresh kabisa. Zafikiri jamaa kabeba kikiroba cha maandazi, kumbe ni mzigo mzito. Lakini tazama watu walioko maeneo haya, ni watu ambao pia wamekuja na matatizo yao, wanahitaji msaada vile vile. Lakini kwa tamaa za watu wachache, ucho madaraka na wivu wa serikali, wanataka kuifanya serikali ibaki katika majuto na kilio na vilio kwa taifa zima kwa ujumla. Tanzania uzalendo, nchi yangu kwanza. Hii ndio kauli mbiu. Sasa hebu tazama namna gani uzalendo unafaa sana katika mambo kama haya. Alikaa kajadili, baada ya kuona mambo ni freshi, watu wamekaa katika mstari mmoja, kila mtu akisubiri zamu yake ni saa ngapi atakwenda kupata matibabu. Wengine walikuja majira saa 10 za usiku mpaka saa 5, saa 6 bado hawajapata matibabu. Joto ni kali kweli kweli, hali ni tabu. Wote wamekuja kwa sababu wanahitaji msaada. Lakini kumbe kuna mwingine anataka kuwatumia wao kama sehemu ya kutimiza hasira zake. Jamaa kamaliza kazi, katega bomu lake pale, kaacha kama vile mtu amesahau kiroba. Kasahau ka mfuko fulani, unaweza kufikiri amesahau mfuko wa pesa. Basi anatoka kando kidogo tu, akiwa amekwisha kutega simu yake fresh kabisa. Kama mawasiliano na network, kina maana anapominya okay tu katika simu, basi ngome inajibu. Akatoka pembeni kidogo ya eneo lile, tayari kukamilisha kazi nzito ilomleta maeneo haya. Cheki mambo hayo. Wakina mama wako hapa, watoto, vilema, wako watu wa aina mbalimbali, vipofu, nyingine wana ugonjwa wa ngozi na vingine vingi tu, na watu wa namna mbalimbali. Na viongozi wa serikali pia wapo maeneo haya kuhakikisha wananchi wanakwenda vema. Basi sasa mwamba huyu anatekeleza hadhima yake aliyedhamiria kwa muda mrefu, na ameidiwa pesa ndefu vile vile. Lakini kadiri alivyokuwa anatamani kufanya, ndani mwake akawa anasikia roho inauma, nafsi yake inamsuta. Kila akitaka kuminya bomu alipua samaratisha watu wote hawa, nafsi ilimsuta. Ndani yake halijisikia kuumia. Alirudi akachukua ile bomu akajisogeza pembeni. Pale mtu anaposikia roho inauma katika kula rushwa, anaposikia roho inauma kumdhulumu Mtanzania mwenzake, pale roho inapouma unapochukua kitu dukani hujapewa risiti, basi huo ndo unaitwa uzalendo. Nini maana uzalendo? Ni kuitanguliza nchi mbele na kuacha tabaka, dini na kila tendo nyuma. Tanzania uzalendo, nchi yangu kwanza. Hapana, sitoweza angamiza umati huu kwa thamani ndogo ya pesa zako. Naipenda nchi yangu. Huyu mwamba aliamua kuwajibu watu waliompatia pesa ile kwamba hatoweza kwa sababu yeye ni mzalendo. Palipo na amani ndipo kila kitu kinafanyika. Hapa tumekaa hapa, tuko makabila mbalimbali, tuko dini mbalimbali, tuko vyama mbalimbali, lakini wote tumekaa pamoja. Ni kwa sababu ni amani ilijengwa chini ya misingi ya waasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naomba msije mkadanganywa wala mkadanganyika. Simamieni amani yetu, vyama vyetu
dini zetu peleka nyuma, peleka Tanzania kwanza. Asante kwa nami mwanzo mwisho. Huyu ni DJ Mafia of Respect Family. Karibu tena.